Wakati mvutano ukizidi kuongezeka kati ya Iran na Marekani, swali kubwa ni kwamba watu wanaifahamu Marekani zaidi kutokana na historia yake ya mapambano ya muda mrefu na kuingilia kati vita mbalimbali duniani, lakini bado wanajiuliza Iran ina nguvu kiasi gani kuweza kutaka kupambana na Marekani, miongoni mwa mataifa makubwa ulimwenguni yenye silaha za kisasa za teknolojia ya hali ya juu, lakini pia zenye uchumi mkubwa. Siku chache zilizopita zimekuwa kama safari ya kupanda na kushuka, zikijaa matukio na kauli kutoka Iran na Marekani. Maandamano nchini Iran yaliongezeka siku hadi siku, mengi yakionekana katika vyombo vya habari vya magharibi pekee, na hakuna anayeweza kuthibitisha kwa uhakika picha kamili ya kilichokuwa kikiendelea kwa sababu ya kuminywa kwa internet na kufungwa kwa mtandao huko nchini Iran. Kwa upande mwingine, mamlaka nchini Iran zimekuwa zikidai mara kwa mara kwamba mataifa ya kigeni yako nyuma ya maandamano hayo, na lawama nyingi zinaelekezwa waziwazi kwa Israel. Wakati huo huo, Donald Trump, rais wa Marekani, alianza kwa kutishia Iran kuingilia kijeshi, kisha akachapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii anaoupenda wa Truth Social, na akasema kwenye mitandao huo kwamba msaada ulikuwa njiani kwa waandamanaji. Baadaye akasema ameambiwa kuwa mauaji ya waandamanaji yamesitishwa, lakini hali hiyo ingeendelea kufuatia kwa karibu. Hivyo basi, ni nini hasa kinaendelea? Na ni nini kuhusu Iran kinachomfanya Trump kufikiria chaguo zake kwa umakini mkubwa kiasi hiki? Na je, kweli anaweza kuwasaidia waandamanaji wa Iran kushughulikia malalamiko yao? Je, uingiliaji wa kijeshi wa Marekani ungefanikiwa? Tayari tumeona mifano ya uingiliaji wa kijeshi wa Marekani hapo awali katika mataifa kama vile Iraq, Libya, Syria, Afghanistan, ambapo aliahidiwa kuwa hatua za uingiliaji wa nje pekee zingeweza kurekebisha machafuko ya ndani, lakini ni ngumu kusema hivyo kwa upande wa Iran. Kirudi nyuma katika historia ya Iran, jamii yake na muundo wake wa kisiasa, unaona kwamba kuingia Iran si jambo rahisi kama inavyosikika. Kwa mfano, nguvu zake zilizoonekana hata ilipojibu Israel kwa shambulio la moja kwa moja katika kipindi kifupi cha mapigano mwaka uliopita. Hii ni kwa sababu Iran si nchi nyingine tu katika Mashariki ya Kati inayokumbwa na misukosuko. Ni mojawapo ya nchi zilizo na mwendelezo mrefu wa kihistoria, umuhimu mkubwa wa kimkakati na uimara wa kisiasa duniani. Uwepo wa Ayatollah Al-Khamenei na aina ya utawala anaouendesha umeifanya Iran kuwa imara wakati wote. Kwa hiyo katika uchambuzi wa leo, tuchambue kwa nini Iran mara kwa mara huwapinga wale wa nje wanaotarajia kuona ikidhoofika. Kwa mfano, tuangalie muktadha wa maandamano ya sasa. Mwisho wa mwezi Desemba, wafanyabiashara katika mji wa Bazar huko Tehran walikataa kufungua maduka yao. Bazar kihistoria imekuwa mojawapo ya taasisi zenye nguvu zaidi nchini Iran kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Hivyo mgomo wa wafanyabiashara unaashiria zaidi hasira isiyokuwa ya kawaida. Kwa mujibu wa ripoti, mfumuko wa bei ulikuwa umefikia kiwango cha juu mno. Sarafu ilikuwa imedhoofika vibaya na viwanda vilivyohusiana na minyororo ya ugavi ya Bazar vilikuwa vimefungwa. Kutoka hapo maandamano yalisambaa kwa kasi, si Tehran pekee bali kila jimbo na maeneo mengi, kuanzia miji midogo ya mbali iliyokumbwa na ukosefu wa ajira na kutekelezwa hadi miji mikubwa. Lakini tutazame majibu ya serikali ya Iran. Serikali ilijibu kwa mtindo wake wa kawaida: kuzima mtandao, kukamata watu kwa wingi na kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa mujibu wa ripoti, mamia waliuawa na maelfu walikamatwa. Huku hayo yakiendelea, Donald Trump akawa anazungumza waziwazi kuhusu uwezekano wa hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Mwanzoni mwa karne ya 20, umuhimu wa Iran uliongezeka kwa kugunduliwa kwa mafuta, na bila shaka hapo ndipo matatizo yalipoanzia. Mwaka 1908 Uingereza iligundua mafuta nchini Iran na kuunda kampuni ya Anglo-Persian Oil inayojulikana leo kama BP Oil, jambo lililoipa Uingereza ushawishi mkubwa sana juu ya uchumi wa Iran. Lakini mwanzoni mwa miaka 1950, waziri mkuu wa Iran aliyechaguliwa kidemokrasia, Mohammad Mossadegh, aliamua kutaifisha sekta ya mafuta ya Iran, akisema kuwa Iran inapaswa kudhibiti rasilimali zake yenyewe. Uingereza ilijibu kwa vikwazo na vita vya kiuchumi. Kisha mwaka 1953 Marekani na Uingereza ziliandaa mapinduzi ya kumwondoa Mossadegh madarakani. Kuanzia hapo utawala wa kifalme ulionekana na Wairani wengi kuwa wa kisasa lakini usiokuwa halali. Ayatollah Ruhollah Khomeini alijenga uasi juu ya tukio hilo. Ujumbe wake ulikuwa rahisi lakini wenye nguvu: Shah hakutawala kwa ajili ya Iran bali kwa ajili ya watu wa Magharibi.
Hoja hiyo iliwagusa wengi na hatimaye ilikaja kusababisha mapinduzi ya mwaka 1979 yaliyomaliza utawala wa kifalme. Kwa mujibu wa Profesa Nagis Bojaghil, mapinduzi hayakufaulu kwa sababu Wairani walikuwa na hasira kwa miongo mingi. Yalifaulu kwa sababu muhimili mitatu ya nguvu iliungana: wananchi, wanazuoni wa dini na wafanyabiashara wa bazar. Kupitia mitandao ya misikiti, upangaji wa wafanyabiashara na wafanyakazi na nguvu za kiuchumi, taasisi hizo zilisonga mbele pamoja. Muungano huo ulipotimia, ufalme ulianguka. Kutokana na misukosuko hiyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilizaliwa. Baada ya hapo, Iran ilikumbana na kutengwa na kisha vita. Mwaka 1980 Iraq ilivamia Iran. Vita vilidumu kwa miaka 8. Mamia kwa maelfu walifariki. Silaha za kemikali zilitumika na miji iliharibiwa. Lakini Iran iliishi. Uhai huo ukawa msingi wa utambulisho wake. Uvumilivu chini ya shinikizo ukawa sehemu ya nafasi ya Iran. Tangu wakati huo, Iran imevumilia miongo ya vikwazo, mashambulizi ya mtandaoni, mauaji ya kulenga watu, operesheni za siri na mawimbi ya maandamano. Hata hivyo, mfumo umeendelea kuwepo. Uimara huo si bahati mbaya, unadumishwa na muundo tata wa nguvu, hasa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. IRGC iliundwa baada ya mapinduzi kulinda mfumo wa serikali. Inawajibika moja kwa moja kwa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Kadri muda ulivyopita, imekuwa na nguvu kubwa za kijeshi, kijasusi, mtandaoni na kiuchumi, ikidhibiti makombora, droni, mitandao ya ujasusi na sekta kubwa za uchumi. Muundo huu umeipa serikali ya Iran uimara mkubwa, na hata chini ya shinikizo kali, mfumo hautegemei taasisi moja inayoweza kupasuka kirahisi. Marekani iliorodhesha IRGC na kuwa ni kundi la kigaidi, na kisha imeungwa mkono majuzi na Uingereza na mataifa ya Magharibi kwa ujumla. Vikwazo vilidhoofisha Iran kiuchumi, lakini Iran ilibaki kuwa imara wakati wote, isiyotetereka katika utawala, na ndicho ambacho kimeifanya Iran kuwa na nia ya kupambana zaidi na kujilinda zaidi. Hakuna aliye na uhakika kwamba Marekani inataka nini kutoka Iran. Inashangaza kwa sababu katika mfano wa hivi karibuni wa Venezuela, Marekani haikuogopa wala kusita kueleza nia yake ya nchi hiyo karibia katika eneo la Caribbean na pia Greenland. Hadi sasa hakuna jibu kubwa lililotajwa isipokuwa Reza Pahlavi ambaye anatakiwa kuwa mrithi wa Ayatollah Al-Khamenei, kwa maana Marekani inataka kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Iran inajiamini kutokana na silaha ilizokuwa nazo, inajiamini kutokana na nguvu kubwa iliyokuwa nayo na jinsi ilivyopambana na ilivyokuwa tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Aina ya silaha za kisasa na wanasayansi waliopo nchini humo ni moja kati ya nguzo nyingine, lakini pia uimara wa Khamenei, na yote hayo yanakuja kutokana na namna alivyotengeneza uhusiano wake na jeshi la IRGC, lakini pia na wananchi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.